Dabi iliishi katika kile ambacho tulikitegemea, ambacho tulikuwa tunakisubiri kwa muda wote salama. Tulipata hadhi ya dabi jana. Tulipata hadhi ya dabi. Na ilitujibu pia kwamba kwa nini mara zote tumekuwa tukisema kwamba hizi mechi za dabi huwa hazitabiriki. Wanachokitabiri kitakwenda kutokea, basi huwa kinakwenda kuwa tofauti. Yaani kama ulitabiri pengine labda upande A utapigwa, ndio, basi upande A ama upande B haushindi lakini haupotezi mchezo. Ama kama ulitabiri upande B utapigwa, basi upande A unashinda labda wakati mwingine ama unatoka sare. Kwa hiyo imekuwa kwa mtindo huo. Kwa mchezo wa jana, ni mchezo ambao ulitawaliwa ama ulikuwa na sifa zote za kuitwa dabi, kwa sababu ulikuwa na mambo yote. Heka za nje ya uwanja zilikuwepo, ufundi kiwanjani, mbinu za makocha pande zote mbili zilionekana, lakini pia hata uwezo wa wachezaji mmoja mmoja ulionekana kiwanjani. Tukirudi kwenye kile ambacho kinaonekana kiwanjani, ilikuwa ni mechi ambayo kila kocha alipoteza ama alitunza nguvu yake kubwa sana. Alikaa chini, akaisoma timu pinzani na kuandaa mpango kazi ambao ulikuwa sahihi. Kulingana pia na wachezaji ambao yuko nao, lakini pia kulingana kile ambacho wachezaji wa timu pinzani wanaweza kuofa kiwanjani. Ilikuwa ni mechi ambayo aidha Yanga ashinde nieleze rekodi yake kushinda mechi 7 mfululizo. Ndio. Ama Simba ashinde aendeleze rekodi yake ya kuwa bora katika visiwa vya Zanzibar kwa dabi ya Kariakoo. Lakini hayo yote mawili hayakutokea. Maana yake kila mmoja alidhibiti kwa namna ambavyo alikuwa anaweza. Hata ukija kwenye mbinu, unakuja kuanzia kwenye squad selection, kwa maana machaguo ya wachezaji kwa makocha, na kile ambacho alikuwa anakifanya kiwanjani. Ukianza kwa mwenyeji Yanga, unaweza ukagusa vitu vingi sana, lakini pia unajaribu kuangalia kocha alikuwa amelenga kitu gani. Aina machaguo ambayo aliingia nayo kwenye timu, mfumo ambao aliingia nao. Hata ukirudi pia kwenye namna ambavyo wachezaji walikuwa wamejitoa kiwanjani, ndio unaona kabisa kulikuwa kuna ile test ya dabi inapatikana. Ukienda kwa Simba, kile ambacho kocha alikiamua Sibeka, machaguo ya wachezaji ambao aliingia nao, kile ambacho alikuwa anakitafsiri kiwanjani, matukio ambayo alikuwa anaonyesha, unaona kabisa kulikuwa kuna hiyo test ya dabi ipo. Sasa ukitazama kwenye mazingira ya baada ya mchezo kinachozungumzwa, pia inaendelea kutuambia kwamba dabi jana ilikuwa na hiyo test tuliipata. Ukiangalia kuna baadhi ya battles tulitegemea kuziona kabla ya kutafsiri kile ambacho makocha pande zote mbili wanakwenda kuingia nacho. Kwa mfano, ilikuwa ni fullback wa pande zote mbili dhidi ya wingback wa pande zote mbili. Yaani kushoto kwa Simba dhidi ya kulia kwa Yanga, kwa maana ya winga wa kulia wa Yanga dhidi ya fullback wa kushoto wa Simba. Jana unamzungumzia Kibabage, mwisha performance bora sana. Libase Geye dhidi ya Mohamed Hussein, ilikuwa moja ya bato ngumu, bato ya moto sana ilionekana kiwanjani, eneo la katikati ya uwanja. Simba waliamua kutengeneza mstari ama muendelezo wa mashambulizi nyuma ya safu ya ulinzi, safu ya kiungo cha ulinzi kwa Yanga. Wakawa wanafika kwenye safu ya ulinzi ya Yanga kirahisi zaidi. Lakini Yanga walivyokuwa wanafanya transition yao pia ya mchezo, ilikuwa bora pia. Namna ambavyo kila mmoja alikuwa shina bado zake ilikuwa superb. Lakini tunasema hizi ni mechi kubwa, ama hii ni mechi kubwa ambayo unatamani kuona wachezaji wakijipambanua kiwanjani. Swali ambalo alimuuliza Mpomo akakwambia unamuingiza kwenye mtego. Djigui Diarra akaenda kujibu kwa mara nyingine kwamba mechi inamalizika, nyota wa mchezo ni mlinda lango wa Yanga. Maana yake Simba alishambulia sana. Yeye akafanya kitu extra kwamba tunalinda kama ulinzi ama kama safu nzima, lakini sasa kuna muda bidi ujitoe wewe ili uthibitishe kama wewe ni bora. Alifanya hivyo Djigui Diarra. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa mjumuiko wa matukio yote ukianzia mbinu, sijui mambo ya nje uwanja, akaweka kelele alikuwa anapigiana mpaka matokeo ya mwisho ambayo yalipatikana. Ndio ilikuwa ni moja ya mechi ambayo nasema hii imestahili kuitwa dabi ama mchezo namba 1 kwenye ligi yetu. Sawa.